Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amevisisitiza vyuo vikuu hapa nchini kuongeza kasi ya kufanya tafiti nyingi zaidi zitakazosaidia kutatua changamoto zinazoikabili jamii. Ameyasema hayo katika mahafali ya 25 ya Chuo Kikuu cha Abdulrahman Al-Sumait Chukwani, mkoa wa Mjini Magharibi. Serikali inathamini sana mchango wa sekta binafsi katika kuunga mkono dhamira ya serikali ya kuimarisha huduma za jamii ikiwemo elimu. Kwa mnasaba huo, serikali inashukuru juhudi kubwa zinazofanywa na shirika la Direct Aid la Kuwait linalomiliki na kuendesha chuo kikuu hiki katika kuchangia maendeleo ya elimu ya juu hapa Zanzibar tangu chuo hiki kilipoanzishwa mwaka wa 1998. Katika miaka 25, chuo kikuu cha Abdulrahman Sumait kimeweza kuzalisha idadi kubwa ya wataalam katika nyanja za elimu, teknolojia ya habari na mawasiliano, sayansi ya kompyuta na ushauri nasaha, ambao hivi sasa wanahudumu katika sehemu mbalimbali hapa Zanzibar, Tanzania bara na nje ya nchi. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inathamini kupongeza mchango wa chuo hiki kwa maendeleo ya Zanzibar. Idadi ya wanafunzi wa shahada ya kwanza waliohitimu mwaka huu wa 2024-2025 na ambao leo wanatunukiwa shahada zao itaongeza wahitimu wa chuo hiki kufikia 5832 tangu kilipoanzishwa mwaka 1998. Kwa idadi hiyo, Chuo Kikuu cha Abdulrahman Sumait kimeendelea kuwa taasisi muhimu ya kuzalisha wataalamu wanaokidhi mahitaji katika jamii yetu. Ni matumaini yangu kwamba wahitimu wote watakaoajiriwa na watakaojiajiri wataendelea kuwa chachu ya kuleta mabadiliko makubwa ya kufanya kazi kwa tija katika nchi yetu na kudhihirisha kwa vitendo uwezo wao wa kuyatumia maarifa walioyapata hapa chuoni katika kuleta ufanisi katika sekta mbalimbali. Aidha, Rais Dr. Mwinyi amepongeza hatua ya uimarishaji wa miundombinu ya chuo hicho ambapo shilingi bilioni 4 zimetumika kwa ujenzi wa jengo, ununuzi wa vifaa vya mafunzo ya ICT uliogharimu shilingi milioni 800 na ununuzi wa thamani uliogharimu shilingi milioni 600. Kadhalika na kupongezeni kwa uamuzi wenu wa kuanzisha programu za muda mfupi za ICT kwa ajili ya watumishi wa umma wanaohitaji mafunzo hayo ili kufanya kazi zao kwa ufanisi zaidi. Nazishauri wizara na taasisi za umma kuitumia fursa hiyo ya kuendeleza watumishi wao katika fani ya ICT ambayo ni muhimu katika kufikia malengo ya serikali ya kuharakisha mageuzi katika utoaji wa huduma. Rais Dr. Mwinyi amesema serikali inathamini mchango mkubwa unaotolewa na Chuo Kikuu cha Abdulrahman Al-Sumait kwa kuendelea kuandaa wataalamu wa fani mbalimbali na kwamba itaendelea kuunga mkono juhudi hizo. Nimefarijika kusikia kwamba Chuo Kikuu cha Abdulrahman Sumait kinaendelea kuongeza idadi ya kozi ili kwenda sambamba na kasi ya mahitaji ya taifa na kwamba kuanzia mwezi Aprili mwakani mnatarajia kuanzisha shahada ya uzamili katika teknolojia ya habari na mawasiliano, yaani Masters of Science in Information Technology, baada ya kuidhinishwa na Tume ya Vyuo Vikuu Tanzania. Katika kufikia dhamira hiyo, na kupongezeni kwa kujitayarisha vyema katika miundombinu ya kuanzisha programu hiyo kwa uwepo wa jengo jipya la ICT na vifaa vya kisasa vilivyomo ndani ya jengo hilo. Kwa mara nyingine napenda kuwashukuru shirika la Direct Aid la Kuwait kwa uwekezaji huu mkubwa walioufanya katika chuo kikuu hiki hapa nchini. Tumepewa taarifa kwamba ujenzi wa jengo umegharimu shilingi za Kitanzania bilioni 4. Mbali na kugharamia ujenzi, taasisi ya Direct Aid pia imegharamia ununuzi wa vifaa vya kisasa vya teknolojia ya habari kwa shilingi za Kitanzania milioni 800 na pia wamegharamia ununuzi wa samani kwa shilingi za Kitanzania milioni 600. Kutokana na uwekezaji mkubwa uliofanywa na shirika la Direct Aid, tuna wajibu wa kuwashukuru na kuwapongeza kwa mchango huo mkubwa. Wito wangu kwa jumuiya ya chuo ni kulitumia jengo na vifaa vilivyowekwa kwa lengo la kuongeza ufanisi ili kukifanya chuo hiki kiwe kitovu cha fani ya teknolojia ya mawasiliano na habari hapa Zanzibar
na Tanzania kwa ujumla. Rais Dr. Mwinyi ametoa wito kwa wahitimu hao kuleta mabadiliko na maendeleo kwa nchi na jamii, pamoja na kuishi kwa maadili na nidhamu na kuwa mfano ndani ya jamii kwa kutoa mchango wao kwa maendeleo ya nchi. Nasaha zangu kwa wahitimu ni kwenda kufanya kazi kwa bidii na kuchunga nidhamu na maadili yanayokubalika katika jamii na sehemu mtakazofanyia kazi. Katika utendaji kazi wenu siku zote mtangulize uzalendo na uwajibikaji kama mlivyosisitizwa muda wote mlipokuwa hapa chuoni. Kwa upande wa wanachuo wanaoendelea na masomo, na wahusia kufanya juhudi katika masomo yenu na kutunza nidhamu na maadili. Wenzenu wanaotunukiwa tuzo mbalimbali leo wamezipata kutokana na juhudi, nidhamu na kuchunga maadili. Ni wajibu wenu na nyinyi kufuata nyayo zao zilizopelekea kufanikiwa katika safari hii muhimu ya maisha. Nachukua fursa hii kuwapongeza wazazi na walezi wa wahitimu kwa mafanikio ya juhudi zao za kuwahimiza vijana wetu mpaka kufaulu na leo kutunukiwa shahada zao. Akizungumza katika mahafali hayo, mkuu wa chuo hicho, Rais mstaafu wa Zanzibar wa awamu ya 6, Mheshimiwa Aman Abeid Karume, amesema elimu ni jambo muhimu kwa wanadamu na chuo hicho kitaendelea kutoa mchango wake kikamilifu kukuza elimu hapa nchini. Tuna sherekea mahafali ya 25. Kwa hivyo mahafali haya yasingekuwa bila juhudi zenu nyinyi wanafunzi ambao mmehitimu leo. Kwa hivyo na wajibu wa kuwapongeza sana kwa juhudi hizi. Lakini bila ya wakufunzi nyuma yenu, ingekuwa mashaka makubwa sana kuweza kufikia level hii leo ya kuhitimu. Kwa hivyo na wao pia wanastahili pongezi zetu wote. Na jambo la leo hili la elimu ni jambo muhimu sana kwetu sisi wanadamu. Jumla ya wahitimu 679 wamehitimu mwaka 2025 na kutunukiwa shahada ya kwanza, bachelor degree, shahada ya umahiri, master degree, stashahada na astashahada, ambapo asilimia 64.5 ni wanawake na asilimia 35.5 ni wahitimu wanaume. Madina Omar, ASAM Online TV.